Assalamu alaikum kwa ndugu zangu Waislamu, kwa ndugu zangu wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Miss D na hii ni 7 Media. Leo nimekuja kukupa taarifa njema kwa wakazi wa Kigoma mjini kupitia ukurasa wa Instagram wa Baba Levo. Jana aliposti video ambayo akizungumza na kusema atafuturisha misikiti 45 kwa jimbo la Kigoma mjini. Lakini kufuturisha huko ni jumla ya watu wote, I mean wa Kristo pamoja na Waislamu. Watu wote wa Kigoma mjini watafuturu kupitia sadaka ambayo Baba Levo anaitoa kwa jimbo la Kigoma mjini. Amezungumza hivyo kwa sababu aliwahi kusema pia amepokea baadhi ya sadaka kutoka kwa kampuni ya Azania Group, na sadaka hizo ilikuwa ngano, tambi, mafuta ya kupikia, tende na vitu vingine ambavyo vinaweza kusaidia kwa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kwa Rezma. Sasa jana kupitia ukurasa wake wa Instagram alishare hiyo video na kusema kwamba atafuturisha misikiti 45 ambayo amewaachia mashehe wa Kigoma mjini wachague misikiti hipi ambayo itafaa kufuturisha, na wametoa tayari kwamba misikiti ya Ijumaa ndo itakuwa kwenye process ya kufuturisha kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani, lakini pia kwa Rezma. Baba Levo amezungumza kwamba watu wa jinsia wote watafuturu, either uwe Mkristo au Muislamu. Yeye hayupo kwenye kutetea dini yoyote, yupo hapo kutoa sadaka kwa wakazi wake wa Kigoma mjini. As you know, mtazamaji wa 7 Media, kwenye mifungo kama hii watu wengi huwa wanatoa sadaka kwa wale ambao hawana uwezo wa kufuturu. Tunajua kwamba kuna wengine wanakuwa na uwezo wa kufuturu vyakula, lakini kuna wengine maisha yao ambayo ya hali ya chini inakuwa kama changamoto. Sasa kwa upande wa mbunge wa Kigoma mjini Baba Levo, kwake hiyo amekuwa kama ni moja ya sadaka kwa wananchi wake, na pia kurudisha shukurani kwa kumwamini, na ndivyo ambavyo anafanya, na sio kitu cha kwanza, kwa sababu tumeona vitu vingi sana ambavyo amevifanya nyuma, na hii inakuwa sio jambo geni, kwa sababu mara ya kwanza alitoa pikipiki kwa vijana wa Kigoma ili waweze kuendesha maisha yao, lakini pia akaja kufanya Pilau Day ili mradi tu kukutanisha baadhi ya wanakigoma, kubadilishana mawazo na kuwafanya wawe familia moja. Lakini nikizungumzia kuhusiana na video ya jana, hakuishia tu kuhusiana na kufuturisha, lakini pia alizungumza kutakuwa na mashindano ya Qur'ani kwa upande wa Kigoma mjini, na mashindano hayo yatafanyika kabla ya Idi, na amezungumza na baadhi ya mashehe watapanga wafanye tarehe ngapi mashindano hayo. Lakini pia amezungumzia kwamba mashindano hayo kwa mshindi wa kwanza atapewa ng'ombe wawili, lakini mshindi wa pili atapewa ng'ombe mmoja, na mshindi wa tatu atapewa pesa taslimu ambayo ni 300,000. Lakini kwa wale 7 ambao walikuwa tu wameshiriki watapewa 220,000. Hiyo 220,000 ni kama asante ya kushiriki. Kwa hiyo watu wote 10 ambao watashiriki kwenye mashindano ya Qur'ani basi watapata chochote kitu. Kwa wale ambao washindi, atakuwa mshindi wa kwanza atapewa ng'ombe wawili, lakini mshindi wa pili atapewa ng'ombe mmoja, na mshindi wa tatu atapewa pesa taslim 300,000. Lakini kwa wale ambao 7 hawakubahatika kuwa washindi watapewa 200,000 ambayo kama kuonyesha ni kwamba asante kwa kushiriki kwenye mashindano hayo. Hii yote anafanya mbunge wa Kigoma mjini, na hii sio kama anafanya kujionyesha, ni kama vile ananufaisha pia watu wa Kigoma mjini, kwa sababu mara nyingi watu tunaamini kwenye mikusanyiko ya watu pia kuna fursa zingine zinakuwa zinatokea. Kwa hiyo hiki ambacho anaenda kukifanya pia ni kitu kizuri, kwa sababu kuna baadhi ya watu watakuwa wanakutana hapo kwa mara ya kwanza, watabadilishana mawazo tofauti, kuna wafanyabiashara pia watakuwepo hapa. Kwa hiyo ni fursa nyingine ambayo mtu anakutana nayo kwenye mashindano kama haya ambayo Baba Levo anayaandaa. So far sidhani kama kuliwahi kufanyika nyuma, lakini kwa hiki ambacho pia anaenda kukifanya ni kitu kizuri sana, kwa sababu mara nyingi mimi pia ninaona mwenyewe binafsi kwenye sehemu ya mikusanyiko ya watu kuna fursa nyingine ambayo mtu mwingine anaweza kupata kupitia hiko. Lakini pia inaleta pia kuleta ufahamu, kwa sababu hivyo mashindano ambavyo yanaenda kufanyika kuna watu watawaona watu wa Kigoma ambao wanasoma Qur'ani, kuna fursa ambayo watapata watu ambao wanaenda kushindana kwenye yao mashindano, hata kama sio mshindi, lakini kuna kitu ambacho tofauti mtu anaweza akakionyesha na akapata fursa nyingine kuonekana
duniani na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi nimpe hongera mbunge wa Kigoma mjini akiwa anaendelea kufanya mambo makubwa pale ambapo ameanza na bado anaendelea, kwa sababu toka amechaguliwa kuwa mbunge kuna vitu vingi ambavyo amevifanya. Amegawa daftari, kama nilivyozungumza, kuna Pilau Day ilikuwepo, watu walikutanishwa na wasanii. Imekuwa kama ni lengo lake ambalo alijiwekea muda mrefu kwamba nikipata uongozi nitakuja kuwafanyia kazi nzuri watu wa Kigoma mjini. Na hayo ndio ambayo Baba Levo alizungumza kupitia video ambayo siku ya jana aliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Lakini nikipitia baadhi ya comments ambao watu wengi wamecomment kupitia kile ambacho amekisema, ni vile vile ambavyo kila siku anazungumza, ni kwamba amekuwa mtu wa kujitoa na wanampongeza kwa kile ambacho anakifanya kwa watu wa Kigoma mjini, kwa sababu unaweza ukawa kiongozi lakini pia ukaja kuwasahau wananchi wako. Tayari ushapata uongozi, hivyo vitu vinakuwa vinatokea sana hata kwenye nchi tofauti tofauti, lakini kwa upande wa Baba Levo imekuwa tofauti. Na sio tu kwa Baba Levo, kuna baadhi pia wa viongozi wamekuwa wanatoa shukrani nyingi sana kwenye majimbo yao tofauti tofauti. Kuna wabunge Dodoma wanakuwa wanafanya pia vitu vingine. Kwa hiyo hii imekuwa ni fursa na furaha kwa Watanzania kuona viongozi wao bado wanawakumbuka licha ya kupata uongozi na kuingia bungeni tayari, lakini bado kuna vitu wanavifanya kwa wananchi wao ambao wamewachagua. Mimi nitoe shukrani sana kwa Baba Levo, naamini ataendelea kufanya vitu vingi zaidi na zaidi huko mbele, kwa sababu ndio kwanza tunaanza, na vitu vyote anavyovifanya ni kwamba bajeti bado haijatolewa. Ni yeye tu na makampuni yake ambayo anajuana nao, kila siku huwa anazungumza nao, kwa sababu hata hayo daftari ambazo alikuwa ametoa ni kwamba alizungumza na viongozi wengine tofauti tofauti. Kuna makampuni ambayo anajuana nao, kuna watu wengine ambao walimsupport wakatoa vitu vyao. Lakini hii ya iftar support ilitoka kwa Azania Group ambaye pia aliwahi kushare hiyo video na kusema kwamba Azania Group amempa vitu vingi ambavyo vitawawezesha watu wa Kigoma mjini kupata iftari. Alimpa ngano, mafuta, tambi, tende na vitu vingine. Kwa hiyo imekuwa faraja kwake kuona makampuni baadhi wanamsupport kwa ajili ya watu wa Kigoma mjini. Lakini nikipitia maelezo yake pia aliwahi kuzungumza na kusema vitu ambavyo anatamani sana kuvifanya Kigoma mjini, hasa Kigoma mjini, ni kuhusiana na barabara. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo anavifanya ni extra kwa wananchi wake tu, lakini kitu kikubwa ambacho anataka kupigania Kigoma mjini kweli iwe Kigoma mjini. Yaani mtu akisema Kigoma mjini, basi akiona ramani ya Kigoma mjini anajua kabisa hapa nimefika Kigoma mjini. Kwa hiyo tutegemee mazuri zaidi kwa mbunge wa Kigoma mjini akiwafanyia wananchi wake kama mwenyewe anavyosema kwamba aliwaahidi na atatekeleza. Mpaka kufika hapo, mimi sina la ziada. Anaitwa Miss D na hii ni 7 Media. Niwatakie mfungo mwema. Yes, naitwa Clayton Revocatus Chipando, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Leo nimepata bahati ya kukutana na mkurugenzi wa Azania Group. Unajua Azania Group ni moja kati ya kampuni pendwa kwa Watanzania kwa sababu inapeleka vitu vingi ambavyo Watanzania wanavipenda, vyakula, unga na vitu vingine tofauti tofauti. Na nimekuja hapa kwa sababu mkurugenzi aliniambia, Baba Levo, njoo, nataka na mimi nipeleke zawadi, sadaka mwezi huu wa Ramadhani kwa watu wa Kigoma. Na mimi nikasema hii ni fursa ya watu wa Kigoma, na yeye ana vitu vingi ambavyo vinatumika kwenye futari ya watu wa Kigoma. Umeona bana? Sasa niko naye hapa, tumebahatika kwa namna moja au nyingine tutapata unga wa kutosha, unga wa ngano kwa ajili ya watu ambao watatumia kukandia chapati, maandazi na vitu vingine tofauti tofauti. Lakini pia tende tende tunapata tende karibia katoni 3,000 na kitu. Lakini pia tutapata tunasema kwenye futari sukari, tutapata sukari kwa ajili ya watu wa Kigoma. Kwa hii sadaka sio ya kwangu mimi, ni sadaka kutoka kwa Azania Group. Lakini pia tutapata kisenti kidogo kwa ajili ya kununua vile viazi, miogo na nini kuchanganyia kwenye futari. Mkurugenzi, mimi nashukuru mzee wangu. Mungu anakusaidia sana kijana. Mimi nafurahi kuona mambo ya Kiarabu alete zidi mambo mazuri sana. Shukrani. Mimi nafurahi sana mzee wako amekuamini na unafanya kazi kubwa, na Mungu aendelee kuwafungulia riziki, na sisi kama watu wa Kigoma tunafurahi. Tutapokea jamani.
nina tani na tani za vyakula kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani. Kwa naamini mashehe wangu wa Kigoma kupitia misikiti yenu tutaleta kwa ajili ya kuwagawia waumini waweze kufuturu. Mimi ni Mkristo, yeye ni Muislamu. Zawadi ya Waislamu kwa Muislamu mwenzao haina shida yote, ni sadaka. Kwa na mwezi ni wa Ramadhani, lakini pia zipo zawadi ambazo zitakuja kwa ajili ya ndugu zangu wa Kristo, kwa sababu najua na wao watakuwa wanafunga Kwaresma na tutazitangaza pia. Lakini hii ni Muislamu kaamua kutoa kwa Waislamu wenzake kwa ajili ya sadaka. Nashukuru sana Azania Group. Niko Kigoma na nina furaha kubwa. Leo nimekutana na timu yangu ninaofanya nao kazi Kigoma mjini, lakini tumekubaliana kwa pamoja kwamba jimbo la Kigoma mjini tutafuturisha misikiti 45 katika jimbo la Kigoma mjini. Tutahakikisha tunawafikia Waislamu kwa Wakristo wanaofunga katika jimbo zima la Kigoma mjini. Waislamu wamechagua misikiti yao 45, misikiti mikubwa ya Ijumaa katika kata zote 19. Tutahakikisha kila msikiti wanaipata sadaka ambayo tumepewa na makampuni ambayo yana support, ikiwepo Azania Group pamoja na Silent Ocean. Lakini pia sisi kama mfuko wa jimbo au ofisi ya mbunge tumeplani kufuturisha misikiti 45 katika jimbo la Kigoma mjini. Lakini pia tuko katika majadiliano na mashehe wa wilaya, kama tutakubaliana tunataka kabla ya sikukuu ya Idi kuwe na shindano la kuhifadhi Qur'an. Kwa kutakuwa na shindano ambao tutawapa washindi. Mshindi wa kwanza tunategemea tumpe ng'ombe 2, mshindi wa pili tumpe ng'ombe 1, mshindi wa tatu tutampa kesh 500,000, na washindi wengine 7 waliobakia kila mmoja tutampa 200,000 kama hongera ya kushiriki. Kwa tunajadiliana na mashehe tuone utaratibu mzuri wa kuweza kufanya. Tutafutulisha misikiti 45, washehe watachagua wao misikiti gani. Wamesema misikiti ya Ijumaa, tumekubaliana. Lakini pia tutakuwa na shindano la kuhifadhi Qur'ani katika jimbo la Kigoma mjini, na washindi watapata zawadi nono kutoka kwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini ambaye ni mimi. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu ametujalia watu wanafunga, mji wetu uko salama. Viongozi wa dini waendelee kutuombea. Wakristo wanafunga Kwaresma, Waislamu wanafunga Ramadhani. Mwenyezi Mungu atubariki kwa pamoja. Niko na futuru mgebuka kama mnavyoona. Huu upati popote zaidi ya uje hapa Kigoma mjini. Shukran.